Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema hakuna mbadala wa amani na kuwahimiza waumini wa dini ya Kiislamu kuendelea kudumisha amani. Ameeleza kuwa nchi isiyo na amani haiwezi kufanya jambo lolote la maendeleo na kuasisitiza viongozi wa dini kuendelea kuhubiri amani ili nchi iweze kufanya maendeleo. Alhaji Dr. Mwinyi ameyasema hayo alipojumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika ibada ya sala ya Ijumaa iliyosaliwa msikiti wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam uliopo Mwanakwerekwe, mkoa wa Mjini Magharibi. Idumishe amani tuliyokuwa nayo na mengine yote yatakuja, iwe ya kimaendeleo, iwe ya ibada, iwe mambo yote. Bila ya amani hayo hayafanyiki. Kwa hivyo hili tumelisema mara kwa mara na tutaendelea kulisema kwa sababu ya umuhimu wake. Uchaguzi uliopita tumeona yaliyotokea Tanzania bara, amani imetetereka. Tarehe 29 ile ilikuwa nadhani ni siku ya Alhamis, tarehe 30 watu hawakusali sala ya Ijumaa. Ilitoka tamko kutoka kwa mufti mkuu wa Tanzania kwamba kila mtu asali nyumbani kwa hali ilivyokuwa. Kwa hivyo inapotetereka amani hata ibada hazipo. Ndugu zangu, ninalisema hili kwa umuhimu wake. Tuendelee kudumisha amani tuliyokuwa nayo. Tutafanya ibada zetu kwa raha kama hivi tunavyofanya. Tutafanya mambo ya kimaendeleo kwa sababu amani tunayo, na niwaombe maimamu waendelee kuhubiri amani kila wanapopata nafasi. Akizungumzia suala la urafiki ambalo ndilo lilokuwa mada kuu katika hotuba ya Ijumaa, Dr. Mwinyi amesema upo umuhimu wa vijana kuchagua marafiki wema wenye malezi na maadili mema na kuwahimiza wazazi kufuatilia vijana wao ili kuwaepusha na marafiki wasio wema. Alhaji Dr. Mwinyi amesema kumekuwa na njia nyingi za kupata marafiki hivi sasa, ikiwemo wale wanaopatikana katika mitandao ya kijamii. Hivyo ni vema kwa vijana kutafakari na kutafuta marafiki wema na wenye maadili. Umuhimu wa marafiki kila mmoja wetu anaujua. Tuchague marafiki watakao kuongoza, sio marafiki watakao kutoa katika mambo ya kheri. Sasa hivi kipindi tulichokuwa nacho, tukumbuke kwamba wakati umebadilika. Rafiki si yule tu ambaye unasoma naye skuli au yule unaokaa naye jirani. Kuna marafiki wa kimitandao sasa hivi wanaharibu mno watoto wetu. Kwa hivyo tuwe makini kuangalia hata watoto wetu wanazungumzana nani kwenye mitandao. Watoto wanaiga mambo mabaya kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hivyo ninapenda nichukue fursa hii kumshukuru imamu wetu na khatibu wetu leo hapa kwa kuonyesha umuhimu wa marafiki katika jamii, na hususan watoto ambao kirahisi sana wanapelekwa katika mambo ambayo sio mazuri kwa sababu tu ya urafiki. Khatibu wa sala ya Ijumaa amesema ni wajibu wa waumini kuchagua marafiki watakaoongoza katika kutenda mambo mema. Duniani usikosee kuchagua rafiki. Kosea vyote lakini si rafiki yako, kwa sababu huyo ndio ambaye ataweza kukuongoza wewe hapa duniani, ndio ambaye atakusaidia wewe kuingia peponi kesho akhera. Leo hii tunasema mmomonyoko wa maadili umekuwa mkubwa, lakini mwanzo wa mmomonyoko umeanza ndani ya nyumba yako. Pale ambapo ulipokuwa humchunguzi mwanao nani anaambatana nao, anatoka huko anapokwenda, lakini mwisho wa siku humjui nani anafuatana nao. Mwisho wa siku wal-iyadhu billahi, salbia zinaingia katika akhlaki, anavuta bangi na mengineyo. Sababu kubwa rafiki yao hakuna. Yoyote ambaye akaibuka tu akaamua kuvuta sigara, la hasha wakalla, hakuna yoyote tu ambaye ameibuka akaamua kufanya mambo ya rushwa na mambo mengineyo, hakuna, isipokuwa alianza kumuona rafiki yake, akamuonjesha kidogo, akamnasihi kidogo, akamshauri kidogo, mwisho wa siku naye akaingia. Al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Hizi ni ripoti za Asam Fatma Bernard, Asam Online TV.